mauaji ya tarehe 29. Hatutanyamaza, hatutakaa kimya mpaka haki za Watanzania waliouawa zitakapotendeka. Na nataka nitumie nafasi hii ndugu zangu niwaambie, dunia imeendelea sana. Kulikuwa na vita inaitwa Mau Mau, vita ya ukombozi ya Kenya. Wazungu waliua watu weusi pale Kenya wakati wa vita ya Mau Mau, miaka mingi iliyopita. Juzi imefunguliwa kesi ya watu waliouawa wakati wa Mau Mau, wameshinda kesi. Sisi tutaishtaki Ujerumani na tutataki ilipe fidia kwa yale maovu iliyowafanyia Watanganyika. Tutataki Ujerumani na tutataki ilipe fidia kwa yale maovu iliyowafanyia Watanganyika wakati huo. Kama tuna fikra za kudai watu waliouawa 1907 waliouawa leo pite miaka 20, lazima haki zao zitakuja kutendeka. Na ndugu zangu, iko hivi, dunia imeendelea sana. Leo unatembea na simu ina counti mpaka steps ulizofanya, inakwambia umetembea miguu 6 au 5 au 10, umeunguza kalori kiasi gani. Yani simu tu inakwambia. Huko duniani kuna kitu kinaitwa satellite, kiko kule. Ndio maana CNN waliposema kulikuwa na makaburi ya halaiki, hawakuwa hapa, walichukua picha kwenye satellite. Wote walioua, hata kama mtakuwa makaburini, watoto wenu watalipa mlichofanya kwa Watanzania. Haishi. DJ tulia, tunazungumza mambo mazito. Haishi mpaka iishe. Tunaelewana vizuri? Haishi mpaka ifanye nini? Hatutakubali watu waue watu alafu mambo yafunikwe. Haitakubalika. Lazima haki itatendeka. Tuko hapa Iringa. Leo nimeenda kwenye kuzindua kizimba pale Mkwawa. Si nini? Ruaha. Nikaambia kijana mmoja anaitwa Muyovera, mtoto mdogo, alichukuliwa. Kwamba tunaambiwa hajulikani alipo. Mtu aliyeonekana kituo cha polisi hajulikani alipo. Kwa sababu mnalindana leo, kesho yatabadilika. Hata kama utakuwa umestaafu, tutakuita utueleze. Hilo mjue. Hawezi. Hebu fikiria wewe RCO, fikiria uende nyumbani kwako, mtoto wako hayupo, alafu uambiwe haujulikani tu alipo. Yani ishe tu hivyo. Unaiacha familia katika maumivu gani? Si bora mngemuua, muwape wazike. Sisi binadamu tuna tendency, tukiona tumezika ndugu yetu tunasahau. Fikiria mama yake Polepole. Mimi simtetei Polepole kwa sababu miongoni mwa watu waliokuwa kwenye serikali iliyoanzisha ushenzi huu, Polepole alikuwemo. Lakini sisi sio watu tunaotaka watu watekwe. Nchi tulipata uhuru, tunataka tuendeshwe kwa sheria. Heche amekosea, muite, mshtaki. Unamchukua kuwa kwenye viatu vya mama yake Polepole, azike, afanye nini? Amsubiri. Hebu fikiria ambush mnayoweka watu wanatekwa, na tunaambiwa kuna serikali ya aina gani hiyo? Watu wanapotea kama kuku. Amepotea Mdude, alafu Jaji Chande anatuambia kwa Polepole akiwa katibu mwenezi wa sisi mapenzi hayakuwepo. Akiwa kuanza kumkosoa Samia tu, ndio hayo mapenzi yakamteka. Sasa huu ujinga huu lazima ukome. Na ndugu zangu, hawa watu tukiwacha watapeleka nchi shimoni. Wameshindwa. Hakuna kitu chochote CCM wameweza. Miaka 65 ya uhuru wa nchi, hakuna jambo. Niambie, hapo mimi naendaga kwenye redio mtu ananiambia hakuna hata kimoja. Kipi wameweza?
Kipi? Niambie jambo moja. Wewe si OCD, niambie jambo moja waliloweza. Hata mishahara unawapa kidogo. Niambie waliloweza moja tu. Ni nini? Ni maji. Watu wana maji nchi. Ni barabara. Ni umeme. Ni shule. Ni hospitali. Wameweza nini? Moja tu. Niambie jambo moja waliloweza. Waliloweza labda ni kuteka na kuua watu. Ndio wanaloweza. Hakuna jambo jingine lolote wanaweza. Ndio maana kwa sababu ya hofu wanataka kunyamazisha watu wanaokemea haya mambo ili waingize nchi vibaya kwenye mashimo.